Mambo vipi mwana IREM TV? Karibu tena kwenye meza ya mazungumzo. Kama kawaida, leo ni ule usiku ambao watu wengi walikuwa wakiungojea sana. Ni tarehe 21 mwezi Oktoba mwaka 2025, usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Vikosi mbalimbali viko dimbani kwa ajili ya kuendelea kujiimarisha pia, lakini kwa ajili ya kuendelea na kampeni pia ya kutafuta kukusanya alama nyingi zaidi na kuwa miongoni mwa zile timu bora kwenye UEFA Champions League ambazo zitafuzu katika hatua inayofuata ya mtoano. Leo Arsenal dimbani, lakini kikosi cha Inter Milan pia kiko dimbani. Vipo vikosi mbalimbali, Napoli, Manchester City, Barcelona wako dimbani. Leo tunakwenda kuzungumza kuhusiana na UEFA Champions League, yale ambayo unapaswa kuyategemea kwenye michezo ya siku ya leo, lakini pia ushindani wa hizi timu kwenye UEFA Champions League msimu huu ukoje? Bwana, uko sawa? Uko sawa kabisa. Mambo safi? Nataka nianzie moja kwa moja kabisa, yani moja kwa moja kwenye kile ambacho watu wengi wanakisubiria na angalau kila mtu ameshaanza kupredict. Kuna haram ball leo inaenda kuchezwa mahali. Kwa mujibu wa watu wanasema bana, leo pale Emirates panapigwa haram ball. Kuna watu leo wanaviziana tu nikikutangulia goli umekwisha. Falsafa ya kocha Mikel Arteta na falsafa ya kocha Diego Simeone El Cholo inakwenda kuumana leo miongoni mwa timu mbili ambazo watu wanazifua kwenye defense kwa hivi sasa. Mfumo ule wa Jose Mourinho, kama unakumbuka, watu walimkataa, saizi wanautumia. Mimi nataka tuzungumze timu moja moja, tuzitazame vizuri. Nataka tuanze na Arsenal the Gunners. Hii Champions League ni historia ya club. Hawakuwahi kuitoa kabisa Champions League na hawaifahamu. Mwaka jana watu walikuwa wanaamini mara baada ya kumtoa Real Madrid, Arsenal walikuwa wanaenda kutoa ubingwa wa Champions League. Akakutana PSG. Akakutana na Paris Saint-Germain pale. Ghafla Arsenal katolewa. Home and away. Nyumbani na ugenini ile. Pamoja na kudefend na kona, lakini home and away. Unaamini kwamba Arsenal inastahili kuwa miongoni mwa timu ambazo tunazitazama vizuri kwenye Champions League? Au tunamfanya tu kuwa mkubwa asiyestahili huko kwenye Champions League? Arsenal anastahili kwenye Champions League, anastahili, na miongoni mwa timu ambazo zinaweza kufanya lolote. Arsenal pia yumo kwenye Champions League. Ukiangalia hizi ligi tano bora, timu ambayo ina defense nzuri kwangu mimi naipa Arsenal. Sawa. Afu zile zinafuatia. Kwa hiyo wana uwezo mzuri wa kuzuia na pia wana uwezo mzuri wa kutafuta nini? Kutafuta bao. Sana wachezaji. Sasa hivi Arsenal ni timu ambayo haimtegemei mtu mmoja. Inacheza kitimu. Yaani kuna muda Saka atafunga sijui Nwaneri, atafunga sijui Umelino, atafunga sijui Saliba. Sio, ni timu ambayo ina muunganiko mzuri tayari. Sahihi. Asa kukutana na Arsenal ya safari hii, kocha inabidi yupo uko vizuri kimbinu, na hizo mbinu ambazo utazitoa hizo, uombe Mungu wachezaji wako wakazitimize inavyotakiwa. Okay. Ukiangalia zile timu ambazo ni Champions League material winners, si ndio? Yes. Turudi nyuma kidogo hapa. Tumcheki Man City, tumcheki Madrid, si ndio? Tumcheki Paris Saint-Germain mwenyewe, si ndio? Mguseguse na Liverpool. Unamuona Arsenal ana mfanano na timu yoyote kati ya hizo katika kipindi cha miaka 4-5 ambayo ametoka kutoa Champions League? Ili angalau kama kuna vitabia anafanana navyo hivi. Vitabia vya bingwa, vya mabingwa wa Champions League. Arsenal kwa msimu uliisha na msimu huu mpaka tulikofika sasa hizi, tabia ya kibingwa tayari shaipata. Mfano msimu uliopita, msimu ni bahati mbaya tu ya kutana na PSG yenye kocha ambaye anajua sana mbinu. Sana mbinu za mtoano. Yule Luis Enrique kwenye mtoano ni mtu mbaya sana. Miongoni mwa makocha ambao ni wabaya kwenye mtoano. Akimtoa si Ancelotti, Benitez na nani, yule jamaa naye anaingia. Anajua nikiwa kwako nifanye nini, ukija kwangu nifanye nini. Simeelewa? Sawa. Kwa hiyo Arsenal isingekuwa tu kutana na PSG msimu uliisha, angeweza kufanya lolote kama angevuka ile hatua. Safari hii tunamhesabia tena anatoka na kikombe kipi. Ya kwenye UEFA huko, hii hatua ya awali ya timu kukutana timu hii upate point na nini, tuingie kwenye ile draw ya mtoano na nini, huko ana shida. Hiyo kwenye mtoano tutakao tushaona mwenendo wake ukoje kwenye Champions League, lakini mimi bado nampa nafasi. Yaani Arsenal akifeli sana yupo kwenye robo. Yaani akifeli sana msimu yuko robo final ya Champions League. Lakini moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanaamini, wanasema wanapoenda kwenye Champions League ili angalau uwe bingwa, si ndio? Wanazungumzaga sana kuhusiana na vikosi, kubalance. Sababu hapo ukumbuke huko kwenye mashindano tofauti ya ndani, alafu ligi pia unaitaka. Si ndio? Watu wanaamini bana, inabidi uchague. Nataka Champions League au unataka huko. Kama hauchagui unataka yote, lazima uwe na kikosi kile ambacho ikitokea unawapumzisha wachezaji wana perform.
Arsenal wana hiyo timu wakisema bana leo labda Gabriel anakaa benchi na Saliba anakaa benchi, wanaanza fulani na fulani, Timber anakaa benchi, Gyökeres anakaa benchi, Saka anakaa benchi, timu yao inaweza kuperform. Na kama haiwezi kuperform bila hao wachezaji, unaona wanaweza kumudu mikiki ya EPL na UEFA kwa wakati mmoja. Tukiacha maneno ya kishabiki ya mtaani kwamba Arsenal ni timu ambayo waga ichukue makombe. Tuende kwenye reality ya football. Safari ya Arsenal kikosi wanacho. Kuanzia nyuma mpaka mbele. Umeona pale mbele nilipa Somoyo yuko Laya pale. Laya kiumia, unajua sababu yake sio mtu mjinga. Sio mtu mjinga, ni Kepa. Umeelewa? Huko namba 2 aliko Timber. Ben White yupo. Pale namba 3 mpaka saizi yule Calafiori ni center back. Kuna kazi pale. Ila saizi anazima namba 3. Hapo kuna Luis Kelly bado yuko nje. Hapa kati hapa kuna Saliba, kuna Gabriel, kuna Masquera, Incapi wako pa. Wachezaji wamo pale. Pale katikati saizi Arsenal ndo pamekuwa pa moto. Ndio yule nani anaitwa yule toka Brentford. Saizi unaona Odegaard asipocheza hamna shida. Kwa sababu saizi tayari Declan Rice kashatafuta mtu pale Zubimendi. So Declan Rice anapanda juu kama box to box huko anashambulia huko anakaa. Hana shida, hana kazi nyingi. Na mnamjua Declan Rice akipewa jukumu la kushambulia ni mzuri mno. Ana energy na nguvu basi. Hapo Sabu mtu ndo anaingia Merino. Kiungo ambaye anafunga. Yaani kiungo ambaye anashangaza watu wengi. Kiungo ambaye kufunga ni kawaida. Acheze namba 8, azana namba ngapi ya kufunga nini? Kawaida. Hapo kuna shilingi 6 kutoka Brentford. Kutoka Brentford yule bwana yule hatari kabisa. Yuko pale. Umeelewa? Kwa ni timu ambayo kule mbele bado kuna watu, kuna Saka, kuna Martinelli, kuna Trossard, kuna Trossard, kuna Eze. Umeelewa? Kuna Victor yuko pale juu. Kale kabwana mdogo kale amekapandisha kale. Kale kanatoa mguu kushoto. Mdogo miaka 16 15. Wako vizuri. Sasa this time around Arsenal kitoka bila kombe lolote, sisi tutamuliza sasa bwana Arteta. Mimi shida yangu inapokuja ni kwamba hapa tumetaja kikosi. Wachezaji wapo. Lakini leo Saka hayupo, sijui nani hayupo. Hicho kikosi ukikiweka Champions League pale kinakuletea point ili uwe bingwa. Tumeona Saka kuwepo. Tumeona Saka kuwepo baadhi ya mechi. Arsenal kabonda. Umeelewa? Timu inacheza kwenye patterns zake kwamba mfumo ushakubali. Hata fulani asipokuwepo anaingia anacheza kwenye njia zile za nini? Mfumo ule. Kwa hiyo naamini wanaweza wakashindana kabisa. Ndio maana kuna mechi Arsenal ilishinda 5 sijui na Leeds ilikuwa si ndio? Nakumbuka alimpigia Leeds. Niambie goli ambalo alifunga mtu wa mbele. Kwanza yani Maula alifunga viungo, sijui viungo beki. Umeelewa? Kina Timber sijui anafunga Zubimendi anafunga 2 sijui kitu kama hicho. Umeelewa? Kwa ni timu ambayo ikiamua kutafuta goli kwa njia yoyote. Iwe kwa watu wa mbele, iwe kwa kona, kwa mpira wa kurusha, wao wanatafuta nini? Wanatafuta goli. Kitu pekee ambacho sasa mimi kinafanya Arsenal nisi wape nafasi 100%. Yaani mimi nimepaka kama 70 hivi. Sawa. Hizo 30 hizo ni mentality ya Arsenal haipo kibingwa. Ile team mentality yake haipo kibingwa. Sana kwenye Champions League. Hivyo mbona mfano timu ya Chelsea? Ile inapoenda mashindano yoyote mafupi. Yaani Chelsea una tournament yako sijui nitoe kuna kombe lile pale. Mweke Madrid, mweke nani, mweke kila mtu. Na mweke ule mjua wewe. Umeelewa? Kitu ambacho sasa Arsenal wanakosa japokuwa timu wanayo. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye UEFA mimi nawapa nafasi kama 70, 30 ndo wao sasa wenyewe wataamua wenyewe wanafanyaje. Kwa hiyo wewe unaamini unaweza kushindania makombe yote kwa wakati mmoja? Wanaweza. Sio kwamba focus na limoja. Wanaweza. Sawa. Leo wanavana na Atletico Madrid. Vijana wa Diego Simeone, El Cholo. Kuna mechi moja hiyo nakumbuka Julian Alvarez aliwatesa sana Real Madrid kama unakumbuka. Ile Madrid sio mechi moja. Kila Madrid derby lazima wasumbue Alvarez. Walimnyanganyaga penalty yake ile. Sasa amegusa mpira mara 2. Yule kijana bana watu wakasema ile mechi ya mwisho ambayo Madrid anachezea kipigo, watu wakasema tumkomboeni yule kijana. Ile timu walioko kule sio sahihi, mpira anajua. Si ndio? El Cholo Simeone wachezaji anao. Lakini pia experience ya UEFA Champions League pengine anayo ya miaka karibuni kuliko Arsenal. Finali anazijua. Tukiweka katika mzani kwa hivi sasa, baadaye tutakuja kuziweka timu zote kwenye mzani. Unaionaje Atletico Madrid? Pengine mwaka jana walikuwa na ushindani mzuri kwenye ligi kama unakumbuka, na mwaka huu hawajaanza vibaya. Champions League pia iko mbele yao. Unafikiri Atletico Madrid ikae kichwani kwetu kama ambavyo Dortmund iliingia finali na Madrid, Atletico Madrid nayo ikae kichwani bana tusiwasahau kwenye Champions League msimu huu?
Kwa msimu huu sio rahisi sana kumweka kwenye kundi la washindi. Sio rahisi sana. Okay. Ila kwa kuheshimu mpira na yeye ni ana maplayer wazuri, tukamweka. Lakini shida moja ambayo mimi naiona kwa Atletico sasa hivi, yani shida ambayo inawezekana kwa sababu timu ile ina pressure izungumzie zaidi ni coach. Na ni miongoni mwa walimu wanaolipwa vizuri zaidi. El Cholo ni kocha ambaye sasa hivi ana falsafa za zamani sana. Mpira wa sasa hivi ushabadilika vibaya mno. Unahitaji uwe na vitu. Yani sasa hivi kwanza sasa hivi unaambiwa mbinu ya kudefense ni kupossess. Tofauti na zamani kupaki basi. Sasa hivi mbinu ya kudefense ni kukala mpira wewe. Kwa mpira tunza cheza. Kana wewe unataka usifungwe dakika ziende kana mpira wewe. Ila Cholo kama yeye kuja kudefense maana anakaa nyuma bado. Ndio imeisha. Hizo kwa nyuma watu wana mbinu tayari nyingi za kufungua njia ya kufungia. Umeelewa? Kitu kingine ambacho Cholo anacho, wewe angalia mechi nyingi za Atletico. Ikitokea plan A imefeli, ni ngumu sana plan B kukomboa. Ngumu sana. Ngumu sana. Sana kwenye mechi kubwa. Kwa hiyo Cholo sio kocha mbaya, kocha mzuri. Lakini mfano yule kocha alikuwa ni kocha wa timu miaka 2005 2006 huko. Alikuwa anachua sana makombe. Okay. Umeelewa? Wewe unafikiri kwa nini sasa Mourinho kila timu ikienda kuna vitu vikai? Kwa sababu tayari falsafa ile ya zamani na saizi ni vitu viwili. Kwa saizi watu yani ana defend huko anakutafuta goli. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi Atletico nawapa nafasi kwa sababu wao wana wachezaji wazuri, lakini kimbinu bado mimi kocha wao kwa mpira wa sasa ni shtui hata kidogo. Yani ndio maana mechi ya leo na Arsenal ni mechi nzuri. Watu wanasema haramu, watu wanasema hii sio mechi nzuri, ni haramu hii. Ni mechi nzuri. Mimi nakwambia leo tutashuhudia mpira mzuri. Watu wanapiga defense tu saa zote bwana. Tutashuhudia mpira mzuri. Wewe tunasifika kwa defense, wewe Arsenal anasifika kwa nini? Sasa defense. Kwa msimu huu Atletico sio msimu hata uliopita Atletico asifiki kwa mimi simsifiki kwa defense. Kwa sababu anaruhusu magoli. Sio kuruhusu magoli kwa sababu hii defense ni nzuri, tunazungumzia sio hivyo magoli ambayo wanafungwa, sio hivyo. Ndio consider. Ila Atletico kiachafuna watu waone kama ni timu ambayo ina defense kwa sababu watu wanacheza tough. Ile timu ambayo ina tough muda wote. Yaani kuanzia striker wao wakina Barrios wale. Kuanzia mbele wanacheza tough. Nguvu solo 68. Watu wanacheza tough. Wote wanatumia nguvu. Mpaka nyuma tough. Ndio maana wasema watu wale jamaa wa defense lakini sio kama wa defense hivyo. Ndio maana wale kuruhusu magoli ni kawaida. Hata kama timu ndogo ni kawaida. Ila Arsenal sasa ndio defense nzuri. Haya. Hapa juzi tu mchezo wa kwanza. Sio wamecheza michezo ya round moja kwenye ligi ya. Mchezo wa kwanza bana Arsenal wakampa Olympiacos goli 2. Kumbuka Arsenal alikuwa nyumbani hapo. Olympiacos amekuja Frankfurt yule wa moto pale Stadio Wanda Metropolitano. Amekula mkono, ameondoka zake. Si ndio bana? Leo watu wanasafiri wanamfuata Arsenal pale barazani kwake. Unauona kwanza mchezo wenyewe, tuweke kwenye mzani sasa hizi timu mbili zote kwa pamoja. Quality ya wachezaji, determination ya walimu na uzoefu wao, unawaonaje kwenye mchezo wa leo, hasa level ya ushindani? Mchezo wa leo utaamliwa kama mtu ambaye mbinu zake zitakuwa bora kuliko mwenzie. Japokuwa Arsenal ni favorite kwenye mchezo. Kutokana na kwa defense nzuri na the way timu yake imekaa mpaka sasa hivi. Ila kwa kuheshimu mpira ambaye atakuja na mbinu bora anaweza kukubali. Atakayefanya mwenzie afanye sana makosa atatoka na ushindi. Natamani sana makocha wasitoboe leo. Wasikae nyuma. Natamani makocha wasitoboe. Yaani hii mechi leo ndio maana kuna watu wasema ni mechi ya alamu kwa sababu inawezekana makocha wakaingia wakatoboa kwamba mimi mechi bwana nitokea hata na bila. Nikuvizie kwanza nikikupiga goli au imechiisha hivi tu kwa sababu. Ila kwa sababu sasa hivi Champions League imekaa kwenye mtindo wa ligi hivi. Alama tatu. Mechi ziko nyingi, alama tatu ni muhimu. Hii mechi magoli hapa. Kuna magoli hapa. Inawezekana kwa hiyo tusubiri tuone mpira unakuaje na nahisi ndio mechi bora kwa leo. Nikikupa nafasi ya kuchagua wachezaji wawili wa kuchungwa kwenye hii mechi. Yaani kwamba wewe ndo kocha yani. Huko Atletico, huko Arsenal. Nani ambaye unafikiri anaweza kawa hatari zaidi kwa upande wa wachezaji? Wa kwanza Alvarez. Julian Alvarez. Striker pale juu anasimama pale juu bana. Yule ndo wa kuchungwa saa zote. Yaani leo yule. Leo ni balaa. Madrid walikula goli la kawaida wakala na free kick. Leo ni balaa. Kwa upande wa Arsenal wengi wasinielewa lakini kwa upande kwa mechi ya leo ilivyokaa mimi ni Declan Rice. Declan Rice. Ulifikiri Victor? Unajua nani? Bukayo. Kama kawaida sasa. Ndio mzaji kutegemea. Sahihi lakini mimi leo kama nyumbani kwao. Wampe tu kapteni sasa mtu kama anajitolea vile. Sasa ajui kuna nini kuongoza wenzie. Tajifunza.
Au tumpe Saliba captain. Haya, tuachane na hiyo. Ukiisifia sijui wanasema Waswahili aisifuayo mvua sijui imemnyea. Mwaka kama unakumbuka mwaka uliopita watu walikuwa wanasema yani Inter ametuharibia finali bwana. Kweli. Inter ametuharibia finali, walimtoaje Barcelona? Yani wale Barcelona mkutana na PSG, hamna rangi PSG angeacha kuona. Mechi ya kwanza UEFA akamwambia sawa, tunawapa mechi. Watu wamepewa mechi, wameenda zao Spain, Barcelona huyo hapa, PSG huyo hapa. Hapo wana majeruhi watatu, front 3 yote haina kitu. Nyeupe. Watu wameweka kina Mayulu, Bakola yule sijui Mbaye. Matokeo yameisha 2-1 Barcelona katia kipigo. Leo Barcelona yuko dimbani. Anaenda kucheza na mchekea wa Arsenal the Gunners Olympiacos. Sitamani tuzungumze sana kuhusu mchezo kwa sababu inawezekana tusipate kitu chochote kipya. Nataka tuizungumze Barcelona Hans Flick kwa hivi sasa. Barcelona Hans Flick sio timu mbaya, ni timu nzuri. Ukija vibaya unakula 5-4 kawaida kabisa. Hatari yao iko kwenye eneo gani? Barcelona ni wazuri kuanzia midfield kwenda juu. Yaani pale kuanzia midfield pale top kwenda juu. Ile timu ya moto sana. Shida ipo nyuma. Decline hamna. Kule shida. Hawaelewani, hawana uzoefu, wote wanavyo. Umeelewa? Ila kuanzia namba 8 kwenda kule mbele. Hiyo kizobao utakoma. Unaamini kwamba Barcelona in terms of midfield wameseto kwa sababu ni kama kuna changamoto hivi kwenye eneo la namba 10. Midfield kwa sababu hapa De Jong na Pedri sawa. Link up ya namba 10. Leo Fermin Torres, kesho Dani Olmo, kesho utamkuta mwingine. Sasa kinachowakosti Barcelona kwamba hivi kila mechi Barcelona ikiisha lazima kuna taarifa mpya majeruhi. Ile Olmo angekuwa ni mtu ambaye yuko fit, angekuwa lazima sana namba 10. Leo atacheza, kesho majeruhi. Fermin Lopez anaweza kazima leo, kesho majeruhi. Yaani kuna mechi mpaka wana force labda muda mwingine ndugu yetu kutoka Manchester Rashford afie ndani na Rafinha ende pembeni. Kitu ambacho ni kigumu, umeelewa? Kwa hiyo Barcelona kule mbele wana watu. Shida yao Barcelona ndio hiyo majeruhi ambao ndio msimu kama yamewaandama zaidi kuliko msimu uliopita. Sasa hizi mpaka naye Yamal anakuwa na umuhimu, kitu ambacho hakikuwepo msimu uliopita. Kwa hiyo ni red flag kwa Barcelona. Na kitu kibaya sana kwa timu ya Hans Flick size. Mfano mechi leo. Watu wanaona kama ni rahisi kwa Barcelona. Watu wengi, mimi mwenyewe mmoja wapo. Inaweza kawa ngumu kwa sababu Hans Flick ana jukumu leo la kuwalinda maplayer kwa ajili ya kijao na El Clasico. Sio nielewa. Bana we. Mechi hapo na El Clasico. Sababu tunaambiwa nani kapona Rafinha, si ndio? Lakini babu kama kapona maana yake leo wachezaji. Akati Jumamosi, juma ngapi hapo ana El Clasico. Lewandowski inabidi apumzike naye kwa ajili ya hafa. Kwa mujibu wa taarifa ni majeruhi na atakosa mchezo wa El Clasico. Okay, haya. Kwa mujibu wa taarifa. Nani kapona Yamal? Vipo leo wakiingia vibaya Gavi majeruhi. Akina Gavi hao mpira sio waache. Sasa kuna shida hapo. Tunaomba sana Mungu leo ile maajabu ya mpira yasitokee akaumia Pedri. Tunataka sana hiyo mechi ya El Clasico. Tunaitaka mechi ya El Clasico. Yani mimi binafsi yangu mimi ninaipenda sana Madrid. Ni watu sana itokee mechi Madrid ametimia. Yani tucheze kamili. Barcelona ametimia. Usije na kisingizio. Usije fanya kuepo. Usije na kisingizio. Bahati mbaya ndio tunakutana na kuna majeruhi kwa Madrid. Kuna taarifa za majeruhi nyingi sana mpaka sasa. Ni vivyo watu tulikuwa tunatamani mechi ya PSG na Barcelona. Wote wakiwa fit, lakini ndio hivyo. PSG wakatoka wakiwa wachache. Barcelona pia walikuwa na watu, lakini mechi ikawa nzuri, lakini kwa upande wa PSG ikawa nzuri zaidi. Barcelona wana miaka, unajua hawajaigusa ile kombe la Champions League. Wana miaka afu wameanza vibaya. Ukianza na kipigo kwenye Champions League si tunahesabu umeanza vibaya. Sasa mimi ambacho naamini, mimi hata wamiliki sio wasimamizi wa Barcelona, wao mmoja malengo sio kuchukua Champions League msimu huu, mimi naamini sio haiwezi kuwa lengo. Ingekuwa ni lengo lao msimu huu, lazima wangefanya usajili mzuri kule nyuma. Sasa Barcelona umeona falsafa wao Chelsea size ndio kama Barcelona kwamba vijana ambao tupo nao watu kuwe nao ikifika moment wameclick na wamekuwa ndio tishio. Kwa mimi nahisi baada ya miaka kadhaa kama Barcelona wakiamua kutunza vizuri wale watu wao kama hivi Yamal na 18 tu size wakitunza watu wao kule wakaja wakalink up vizuri ile Barcelona kina Xavi itakuja kutukuta mbele. Inaweza karudi huko mbeleni kama wakiweza kuwatunza watu ambao hapo na wao wadogo. Bana, watu wanasema hivi, hii nimekutana nayo mahali. Watu wanasema nyinyi watu ambao mnajua mpira mko tayari kuikosoa Manchester popote pale. Ikigusa swala la wachezaji utasikia Rashford ameenda Barcelona, amekaa mechi 3 sijui 4 ndo amepiga assist, watu wamelipuka.
The problem ni tatizo ni Manchester United. Tatizo ni Manchester United. Sijui Sancho mpaka leo hajagusa chochote Aston Villa. Hamna mtu anaongea chochote. Anthony juzi kafunga goli 2 na Real Betis. Watu wanaangalia Manchester, shida ni Manchester. Hojland. Lakini Barcelona walimrelease Dembele akiwa makapi, wamemrelease kachukua Ballon d'Or. Barcelona wamemrelease Ansu Fati. Yuko kule Monaco size na anafunga. Sio kwamba afungi, anafunga na anacheza mpira wake vizuri tu na siku zinaenda. Ndio hao Barcelona walikuwa wanataka kumrelease De Jong. Size ndio wanabigoka kumtegemea. Kwa nini watu wamsemi shida ni Barcelona? Kwa nini hamsemi Barcelona pia nao wana changamoto ya handling ya wachezaji? Iko hivi. Mimi nakujibu kimpira sasa, sio kishabiki. Mimi ni miongoni mwa watu ambao wana accuse sana Manchester United. Vipo vingi sana ambavyo vinafanya watu wa attack sana Manchester United kwa sababu gani? Na hiyo ndio klabu ambayo ina mashabiki wengi wenye makelele. Sahihi. Sasa unaelewa? Sahihi. Sasa mimi nitaanza kumcrash mtu wa Barcelona kwa mashabiki wangapi waliona ambao mimi naona nakutana face to face. Mimi nakutana na mashabiki wengi wa Manchester na makelele. Wanaamini kila maamuzi ambao wanafanya kwao ni sahihi. Umeelewa? Na kweli ukienda kwenye takwimu ni maplayer wengi sana kutoka pale Manchester wameenda klabu zingine wanafanya nini? Wanaperform at the same time. Kuna klabu ambayo inaongoza kuliko Manchester. Ambayo ni Arsenal. Wanatoa pia watu pale. Toa pia watu wanaenda kuchukua makombe, afa Arsenal ichukue makombe. Sahihi. Lakini kwa nini tunaizungumza na Manchester sababu ni timu ambayo mashabiki wao makelele mengi. Sawa. Lakini kiwalisia kila klabu ina historia ya mtu kuwa jang'aa kwao. Lakini sehemu nyingine anang'aa. Hata Chelsea tumeona kwa Chelsea wamekuwa na Arjen Robben wa moto. Wa moto kabisa. Wakaona huyu atufai akatoka akaenda kuperform akiwa mtoto. KDB akiwa na nyekundu kabisa zile. Ametoka ameenda Wolfsburg. Mohamed Salah alikuwa Chelsea. Kawasha moto. Sio ameenda kwa kawasha moto. Sasa hivi ndio huyu king of Egypt sasa. Maisha yanaendelea. Kwa hiyo mpira hivyo unatokea. Sasa shida Manchester ni aina ya mashabiki walio nao. Kwa sisi tubishane nao vizuri, lazima tupeni mifano. Mbona leo mmemtoa striker Hojland kule anafunga mechi 3 goli 5 sio kitu kama hicho mashindano yote. Sasa shida inapokuja, kwa nini nimekuuliza hilo swali hivyo? Kwa sababu kuna vitu vinaendelea kwenye klabu ya Barcelona japo kimya na watu waseme. Juzi kama umeona kuna taarifa zilikuwa zinaripotiwa na majarida tofauti including Marca wanasema director Deco alimwambia Hansi Flick bwana huyo Yamal acheze. Sawa? Yamal hapo alikuwa amechelewa kambini. Si ndio? Kwa hiyo adhabu inaonekana iko imposed kwa nani? Kwa Yamal. Double standard. Si ndio? Lakini kwa kuna shida hapa katikati kama unakumbuka pia kati ya De La Fuente na Hansi Flick. Issue Lamine Yamal. Si ndio? Watu wanaamini Barcelona haihandle vizuri wachezaji wake na mmoja kati ya huo mfano ni Lamine Yamal kwa namna ambavyo anaendesha maisha yake, lifestyle yake na haya majeruhi ambayo yameanza kumkumba. Mimi nataka uniambie ni kweli Barcelona imetoka kwenye hiyo misingi kwa sababu wakina Messi mbona wamekuwa wadogo mpaka wakubwa pale mambo hayajaendea kama Yamal. Mbona kama kuna shida kwa Lamine Yamal kwa sasa au ndo mitandao imekuwa? Unajua kuhendo labda kitu kikubwa sana kama kuhendo tabia za nje ya uwanja za mchezaji. Barcelona ni moja ya klabu ambayo inasifika sana kutunza wachezaji. Umeelewa? Sasa lazima maana yake hapa kuna shida sehemu kama hivi tunasikia sasa hizi kesi nyingi za Yamal. Ambazo kweli kama zikiwa ni za ukweli na zikiendelea basi ile talent inapotea. Umeelewa? Sijui anaumwa magonjwa fulani hivi ambayo yanahusiana na mambo ya zina sahihi. Afu kuna anakuwa ni mazoezini hivyo anachelewa na nini. Kwa kuna namna fulani ni kama ustaa umemzidi au kuna watu wanashindwa shida Barcelona wanashindwa kumuelekeza mahali pa jinsi ya kuishi. Shida ni kwa sababu sawa yule ni mtoto mdogo ashakuwa star. Maana yake lazima apate watu wa kuongea naye namna ya kwenda star. Sio yule Mbappe alikuwa star akiwa mdogo yule Mbappe. Kabisa. Amesajiliwa kutoka Monaco pale kwenda alipata watu sahihi ambao na Yesu alimshauri namna ya kuishi kwenye star ukiwa bado mdogo. Na akafanikiwa. Yule Neymar alikuwa star mdogo sana. Kwa Neymar alikuwa ustar wake anapenda sana wadada dunia nzima. Kila mdada Neymar lakini aliweza kumaintain kwa asilimia zake. Sasa Yamal ni tatizo. Kuna shida. Lakini kuna shida talent ipo lakini kuna shida sehemu. Na kama Barcelona wasipochukua serious kuna kitu kitawakuta. Lakini sisi mashabiki wa mpira tutamani kimkuta kwa sababu tunatamani kuona mpira mzuri. Aendelee kukua. Kwa sababu moja ya mawinga wa kushoto wa kulia wazuri ambao wanatupa ladha uwanjani. Kwa saizi mimi naona yeye ndo wa kwanza kwa saizi. Kwa mimi naombea tu aendelee kuwa vizuri, asipate shida yote, tuendelee kushuhudia mpira mzuri. Sawa.
Hii mimi nakwambia sasa. Kuna mtu anaitwa Lobotka. Kuna mtu anaitwa Andre Frank Zambo-Anguissa. Alafu kuna Kevin De Bruyne. Alafu kuna Scott McTominay. Wanabonda hao. Hao wachezaji ndio kutajia wote hao. Wote viungo hao. Wanabonda hao. Na wote wanacheza kwenye timu moja. Hapo unaongeza mtu mmoja tu. Mtaalamu anaitwa Matteo Politano. Hicho kikosi unajua nakutajia hapo kiko chini ya mtu ambaye ameshawahi kusababisha Chelsea mkatamba sana. Au sio? Kiko chini ya Antonio Conte. Sitaki kuzungumza mechi yao na Paris Saint-Germain. Na PSV kumradhi. Na PSV leo wako dimbani. Nataka tuzungumze kuhusiana na level ya ushindani. Unajua Farmers League juzi hapa tulikuwa tunazungumza. Sasa Italia, Ufaransa, Farmers League, PSG akachukua zake kitu kile pale. Hapo achana PSG tu. Finali yenyewe inaambiwa timu moja kutoka Italia, moja kutoka Ufaransa. Sasa hizi mkikaa tena mkisema hii ni Farmers League tunawasikiliza. Hii nitakafika finali timu zenu hazijafika. Napoli ana kwa namna unavyomuona ana nafasi yote ya kuwa na ushindani hapa kwenye Champions League, akasumbuana na watu kwa sababu kaanza na Sporting Speaker mpasua goli 2-1. Ana nafasi ya kuwa mpinzani mzuri lakini sio mshindani. Yes, sitaki tufike kwenye kombe. Nataka tufike kwenye hii finali Napoli imekuaje? Akishika ndio tokale maajabu ya mpira ambao tunazungumza. Akifika ila kwa quality bado. Kuna timu nyingi sana hapa kitanazo zina. Kuna watu lakini bado. Watu hapo. KDB. Watu hapo. Hojland. Watu hapo. Uogopi? Kuna timu imewekwa ina Messi. Ina Mbappe. Na ikuchukua chochote. Ina Neymar. Na ikuchukua chochote. Ilifunga timu na Manchester hiyo. Yaani ikuchukua chochote na kwa kwa hiyo watu sio shida hivyo. Ila timu inacheza. Okay. Yeah, okay. Kwa hiyo Napoli hauweki kwenye daraja lolote la kuwa washindani labda. Wapinzani wazuri tu lakini hawezi kuwa washindani washindi. Pamoja na uwepo wa Antonio Conte. Sawa. Mchezo mwingine leo ambao unajua watu wataenda kuutazama ni mchezo kati ya manyambizi wa njano kutoka pale nchini Hispania. Villarreal. Leo wanamkaribisha Manchester City pale Estadio de Ceramica. Dimba la Villarreal. Wewe Man City walivyofanya vibaya msimu uliopita tulikuwa hapo kusema bado Guardiola hajajipata. Msimu huu tunapozungumza yuko nafasi ya pili kwenye EPL. Lakini bahati nzuri ana advantage wazaji wake wamerudi kina Ryan Cherki. Si wamerudi? Wana nafasi ya kuperform na kucheza mchezo huu wa Villarreal. Vipi? Man City inaweza kurudi kwenye glory days katika siku za karibuni unavyomtazama au Guardiola naye ana muda bado kwa kuendelea kufanya kazi? Ninachokipenda kwa Man City sasa hizi anafukuza mwizi. Kimya. Nyinyi mtakuta tukashamkamata. Nyesi amumweki. Yaani Man City wanajipata taratibu. Okay. Na kama unafuatia mechi za Man City sasa hizi, Guardiola kuna falsafa kabadilika. Hayupo Guardiola la zamani. Sasa hivi amekuwa na kocha wa kutafuta ushindi tu. Akipata goli 2 zinatosha. Kama hiyo timu ajabu sasa hivi yuko vizuri zinatosha. Simeelewa. Ni zuia goli 2 lakini zuia yangu mimi hapa ukizubana kupiga la 3. Sawa? Which is mabingwa wengi wanacheza hivyo lakini. Kwa hiyo Man City mimi ninavyomuona taratibu anakuja. Gari kuwaka au kutokuwaka sasa inategemea na wachezaji wake. Ikitoka ile gari imewaka, kuna watu watafungwa vibaya sana. Ikitoka imefeli inabidi tusubiri msimu ujao. Sababu Man City bado wanamwamini sana nani? Guardiola. Hata kitokea msimu huu hajapata chochote hawezi kufukuzwa. Bado anabaki naye. Sorry sana, sorry. Lakini mimi naona yule kocha ni miongoni mwa kocha wazuri duniani. Yule jamaa yupo, kwa hiyo lolote ile katokea by surprise. Juzi nilikuwa naongea na John akawa ananiambia sema bana Man City ile saizi basi yani sio timu ila kwa sababu tu wana Haaland ndio maana wanashinda mechi. Imefikia hapo standard ya Man City ukiangalia wanacheza unasema kwamba hawana wachezaji bora sana kwa sasa, wachezaji wao hawaperform lakini wakiweka mipira kwenye box lako Haaland anaweza kuattack na wakapata matokeo. Mimi kwangu kwenye football sisema hivyo. Unasikia wale walishinda sababu kipa wao anadaka sana. Ushasema ni kipa nani? Kipa wao. Wao ni timu. Sio? Kwa kama wana Haaland maana yake wao walikaa chini, wakaanalyze, watashamuza Aguero, atona striker, tunaita nani? Haaland. Kwa ni wao maana yake bado ni mtu wao atapa faida wao. Kwa ni sawa hata kama Haaland yupo. Kwani Haaland kwenye box imepia anafuata mwenyewe. Na watu wanamletea. Watu wanapata pia cross. Wanatoka golini na mpira hadi kwenye cross. Na watu nyuma wanapapasi, viungo wanapapasi ni Man City.
Kwa wao kuwa na Haaland maana yake asilimia kubwa wanaingia wakiwa uwanjani wanaongoza 1-0. Yeah. Umeelewa? Hiyo ni mtu wao, no doubt ni mtu wao. Kwa hiyo hamna shida yoyote. Yani sijui kwa sababu fani alikuwepo ni wao. Ni wao. Usijisikie vibaya kwa sababu wanawaletea noma. Wewe una Gyökeres Arsenal na Gyökeres. Mwaka jana alifunga goli nyingi sana. Atafunga tu lakini bado hajafunga. Hata ndio shida. Hata ile project ya Inter Milan ambavyo inajengwa kutoka msimu uliopita ambayo ilimaliza finali. Ninaipenda. Ina matumaini yoyote? Mimi naipenda msimu wao yenyewe target yao sio kombe. Sawa. Target yao hizi. Mwaka jana yenyewe ilikuwa kombe. Walifika jana sijui. Kuna damu changa wameingiza kwenye timu yao na hisi wanataka wapate uzoefu na nini, kitu ambacho ni kizuri. Na hamna watu ambao mimi nawaheshimu kama Inter. Inter atakiwa anaunda timu. Ila kwenye UEFA lazima ipo mshindani mzuri. Kwa mimi sina mashaka na Inter, bado naamua kwenye nafasi ya kuwa mshindani. Walimsajilije Akanji? Mimi mpaka leo nawaza. Walimsajilije Emmanuel Akanji? Kwa umri wake ule kama wanajenga timu. Sasa unajua nimeangalia timu yao bado kina Bastoni, kina De Vrij, kina Di Marco. Timu za Italy zote. Zote kwenye kujenga timu wazee ni watu muhimu. Neno timu ya Italy ambayo ina mafanikio. Lazima kuna wazee. Unajua tuna wazee waga wiki mmoja. Hata wanne unakuta wazee wapo. Yaani ni lazima. Mwaka jana yenyewe alikuwa anafanya. Nenda kwenye ile Inter ambayo inachukua kombe ile. Inter Mourinho ya wazee. Mourinho kama kafika akamchukua Milito kwa hiyo Diego Milito 33 plus sio tu na 30 pale kati pana kwa Cambiaso 34 Cambiaso wanazaneti sijui kwa 36 sijui sio afu kuna wakina Chivo wale ndo wadogo kwa timu za Italy zipo hivyo yani wenyewe wanaamini katika experience sio na maana walikuwa na beki wao msuluhisho ana matatu mengi yule ana miaka mingapi yule beki miaka 37 bado lazima aliwapiga goli Barcelona bado lazima alifunga goli akashangilia kweli kwa wale ni watu ndio maana kwa kama umechoka IPL miaka 32 yako wewe njoo Italy unazima Italy we are there usimuona KDB kwa na anapiga pasi hizo za ajabu lakini IPL hapa mfai. Huu mchezo nataka tuufanye wa mwisho huu. Mchezo ambao nataka tuuzungumzie wenyewe. Testi ya Mourinho pale Benfica mechi ya kwanza ulionaje? Cheza nao wale. Ile Benfica na Chelsea. Ulionaje testi ya Jose Mourinho? Bado mwalimu wa zamani? Uzamani hauishi hivyo. Alikuja sana kwa sababu naye alikuja kushambulia. Sio kwamba kushambulia hajui. Ila kuna mechi tu zikimshindaga analeta tu zamani wake wa kijinga. Tumeelewa mbinu yake yani yule ukishamshinda mbinu yake kwa moja tu. Kuloki tu timu asifungwe nyingi. Utajua wewe. Sasa mechi na Chelsea first half Chelsea tuko tunaomba kwamba hii mechi ishe. Nani ni kweli yule Sanchez ni kipa mbovu lakini siku ile tu huko. Hii mechi ishe. Yani Roberto Sanchez asante sana popote ulipo. Goli lenyewe lile tuliwafunga maelezo. Kwa ni kujifunga tu. Goli la maelezo tu. Kwa hiyo Benfica kuna kitu wanacho. Kuna kitu wanacho sana kule mbele wanapoataki. Yule nani yule alikuwa Sevilla yule winga wa Ubelgiji anaitwa nani bagi wa ndio wamechukua wale Benfica. Yuko upande wa kulia huko. Yule anajua mpira. Sio kwa nini ataenda Benfica baada ya kutoka Sevilla. Wewe shida yako ni mzaji kutoka Sevilla badala ya kuja EPL hapo ameshatoka Hispania njoo hapa EPL ameenda zake Benfica. Anazima mpira. Kunalipa. Benfica inalipa. Alafu Benfica kama unakumbuka kuna kiungo mmoja hata Manchester walikuwa wanamfukuzia. Anaitwa Ricardios. Ulimuona yule? Ana kinywele fulani hivi. Moja kati ya viungo hatari afu na wakubali sana hiyo. Sasa kama mtu ataangalia mechi basi angalie winga ni Black anacheza kulia Lukabakio. Ni mzuri sawa angalie. Sijui kama atacheza. Lukabakio. Lukebio huyo anajua mpira vibaya. Ngata alimetoka kwa Sevilla kwani ni shabiki yake. Sevilla timu taifa Ubelgiji anaanza. Simeelewa. Bado lakini na watu wao pale mpaka leo Otamendi anacheza. Afu ndo kapteni Ricardios pale mbele ndo Palvidis ni hivyo jamani ni Mturuki Taki kuna wachezaji fulani hivi wa Uturuki hatari hao sawa tugeukie Newcastle wenyewe ndo wapinzani wa Benfica leo Newcastle United dhidi ya Benfica leo shida ya Newcastle ni kijinga sana Newcastle tabiriki ndio ujinga Newcastle mechi moja anaweza mechi nasema leo
Newcastle ni favorite kutoka pigo 3. Alimpa mechi ngumu sana Liverpool. Hata Liverpool. Union Saint-Galaxy. Hapa Gilles kama mimi Gilles ni mzuri sana. Royal Union SG. Akampia 3 mechi ngumu kweli yani. Mimi bwana anashinda kutabiri mechi za Newcastle. Wewe unaonaje chini ya IDO msimu huu tofauti ya msimu uliopita na msimu huu? Au hizi vurugu za strikers ziliwavuruga? Msimu huu naona wameanza vibaya. Na sahihi wameanza vibaya. Lakini sio kama watamaliza vibaya. Hiyo ndio tunawatoa watu wasiwasi. Newcastle zimeza vibaya. Sio muda tu pale mbele watajipata. Sasa tunamwona wote mid-size. Ashaanza kuclick. Juzi kuna goli kafunga weekend hii, umeona ile goli kweli? Ananikumbusha Peter Crouch. Kuna muda nyinyi mnahisi mguu wangu ufike kule, mimi nafikisha mguu wangu na ninafunga, mnashangilia. Nyinyi mmezubaa ndio jamaa. Anakaa kama mzee kama ajui mpira hivi, lakini anajua sana mpira. Mimi kinachonishangaza ni Newcastle inashindaje kuperform ikiwa kwenye kiungo wana Sandro, wana Bruno G, wana Joe Linton. Kati wao nitaje nani creative. Jibu sio unaona. Jibu una. Ingebidi awe Joe Linton, unajua sababu gani? Joe Linton anacheza namba 9. Yule kaja ka striker. Unashindaje kupiga hata pasi zangu? Wewe niambia ana creativity ipi? Lakini wakiamua kwa hiyo unajua hamna ligi ambayo ina creativity kubwa kama hii. Kwa sababu kuna muda watu wamelock pattern. Wewe namba 10, namba 8 kama uwezi ku uweke pasi nzuri. Maana IPL mpaka leo tunaongea, yani De Bruyne kaondoka tunamuongea. Bruno yuko pale, mashabiki wa Manchester wakilalamika, unasikia wewe Bruno msimguse. Ukija kwenye takwimu zako unasikia msimu wangapi ukatengeneza nafasi nyingi zaidi. Mfano yule Bruno ilikuwa namba 9 yake kama Haaland. Sijui. Sawa, kwa hiyo mchezo wa Newcastle leo na Benfica. Jose Mourinho dhidi ya Eddie Howe, mwalimu mmoja wa kisasa mwingine wa kizamani. Afa ubaya wote wawili wana falsafa ya kuzuia. Ndio ubaya. Wote wawili. Wote wana falsafa. Yaani huyo Newcastle. Eddie Howe anaweza sana kuattack. Ila muoga kinoma kwenye mechi ngumu. Muoga vibaya mno, yani muoga vibaya mno. Ile mechi na Liverpool na Newcastle. Ile mechi amekuja kushtuka baada ya kuwa ana red card afu domeshana kwamba hivi kumbe ni IPL. Simea ataruhusu timu isogee. Simea. Sasa wasitoe uoga wao na mwenzie. Mourinho. Yani waje wacheze mpira. Yani mimi nachukia kweli watu wanaomba wanafunga timu nyingi. Mambo ya kujidai una mbinu. Tushambulie kwa counter attack. Tupige ndefu. Wakiweza wapishane tu. Hata ziko 4-3-4. Sawa tu, sisi tunapokea matokeo. Ila mechi pia itaambia sana uwezo watu binafsi. Kuna nafasi yote. Unajua mwaka jana Newcastle ni miongoni mwa zile timu ambazo watu walikuwa wanaziangalia vizuri huko Champions League, lakini baadaye Aston Villa ndo akampa mechi PSG kuliko timu nyingine. Unafikiri Newcastle ana nafasi ya kumpa mtu mechi mwaka huu kwenye Champions League huko? Anayo. Newcastle anayo nafasi. Hata dhidi ya Giants kabisa wa timu imara kama PSG, Madrid, Barcelona. Sio Barcelona mechi yake. Alipata mechi bila umaridadi wa Rashford. Na kina Pedri pale katikati kungangana na mpira ule kuutunza. Ile mechi ilikuwa inamalizika kwa tofauti. Na refa pia kuwa nani kama kawaida. Barcelona na refa ni Barcelona, Madrid na marefa ni kitu hichi. Sasa tunaenda kumaliza siku ya leo ya Champions League. Nataka uniambie kitu ambacho unatamani kukiona. Mimi kesho tutazungumza vingine. Mimi kuna striker wangu mmoja yuko mahali. Mmoja anaitwa Uzuni, mwingine anaitwa Bukad. Tutakuja kunishukuru baadaye kwenye mechi za kesho. Nataka tumalizane na hizo mechi za leo. By the way kuna mechi nyingi, kuna FC Copenhagen na Dortmund. Ziko mechi nyingi sana ambazo tutazigusa hapa katikati. Unatamani kuona nini sana leo kwenye Champions League? Leo natamani sana. Nione Arsenal akishinda, atashindaje mbele ya Atletico. Mbele ya Atletico. Kwani akishinda nataka nijue ameshindaje. Nataka nione sasa side nyingine ya Arsenal kutana mtu ambaye yuko tough. Anakuwaje? Simeelewa. Hata na tough ile Newcastle IPL. Kuna tough ipo kule. Na kuna tough walikutana nayo mwaka jana ya Inter. Kwa hiyo nataka nione Arsenal anashindaje. Alafu kitu kingine ambacho mimi natamani nione PSG usiwezi wake uko vipi mbele ya nani leo, mbele na Bayern Leverkusen leo. Mchania mkeka juzi ule. Ungeniuliza mimi ningekwambia, lakini mchania mkeka PSG juzi. Ningekwambia lakini kama ungeniuliza. Na watoto wale sijui timu inatumia watoto wa chini ya miaka 23. Ile timu tawi la Chelsea. Strasbourg. Wasema ngana benchi ile hapo kule ndo tawi. Lakini sawa, ila sijapenda. Yaani wale pale asilimia sijui 50. Kama kocha alianza na kina Hernandez na 2 akaanza na nani na Zaire Emery.
Namba 4 na 5 wote hawapo. Viungo wakina Vitinha hawapo. Mbona walimfunga Barcelona? Sasa walikuwa wamempania, sasa wanampania mtu wa kwao. Sasa hizi ligi yao anaongoza ile timu ndio anaongoza Strasbourg. Ndio anaongoza. Na juzi alikuwa anachukua ushindi. Washukuru tu Mungu kuna vitu alifanya watu pale, sijui Mayulu, sijui nani yule, kikatokea kitu ambacho hakieleweki. Ila sasa huyo PSG yule. Bado kumfunga ni kazi. Kwa Champions League huko. Msimtume Leverkusen kazi hapo wenyewe mmeshindwa. Nataka nione hiyo mechi. Ya Leverkusen na PSG? Hamna jipya wewe. Usitegemee jipya lolote. Bana tumemalizana. Leo usije ukanikata nikiwa namaliza. Usinikate. Yaani ninapomaliza usinikate. Hamna. Tumemalizana. Sasa nani kwa nini hawafukuzi kocha? Tumemalizana. Yaani leo wewe timu ndo tumemalizana. Unajua kuna muda timu zinaribu maana ya timu, mtu anataka kujua. Kuna afukuze kocha sasa? Mechi 4 mfululizo. Sawa, kwa kuna ubaya gani? Sikawapa ubingwa mwaka jana? Mechi 4 mfululizo. Mwaka jana akawapa ubingwa. Sasa kama timu haijafungwa toka 2016 ili kufungwa juzi. Namna nakwambia watafungwa na kesho. Hivi kweli tupo hapa. Inawezekana Maguire kabe kimzuri lakini. Nataka nifunge kipindi. Sio inawezekana. Maguire ni miongoni mwaka jana, kwani kuna mtu aliulizwa swali akaambiwa wewe hivi kwa nini England hajatoa Euro akasema wale jamaa wamepotana red card. Nyie timu yenu kila mechi. Saizi kwa watu wanaofanya kazi na Chelsea, hakikisha pale watu kuna applications zinatoa zile nafasi. Eka red card ya Chelsea. Watu wanasema mtandaoni kwamba alipopewa karatasi James ile, aliambiwa akamwambia Gusto it's time for red card. Nyie timu yenu kutetewa ni ngumu. Kila timu kila mechi mnapata red card. Yaani hapo akwambia Chelsea red card usiweke unaweka yes. Hata kama ni wadi 50 una hela. Na mwaka huu sijui. Na nani ulimwona? Hivi nyinyi mnacheza Champions League. Na nani ulimwona? Yeye tutakesho na Ajax. Sijui nani ulimwona? Nani? Mbappe. Kuna kitu nakitaka. Hivi msimu ngoja sana nakwambia. Hata na Mbappe. The class umeangalia wewe. Umeona Harry Kane anachokuwa nakifanya? Unataka ufunge vipi atajadili performance ya Harry Kane kama unaona Harry Kane anachokuwa anafanya? Kama shadow. No, kama classic 10. Hata hiyo classic 10 yenyewe amepiga classic 10. Unamkumbuka Rooney? Unakumbuka ile classic 10 ya Rooney? Wewe arudi chini hapa anachukua mpira. Anapiga pasi. Anapiga block. Ile striker wa Dortmund anataka kufunga. Akaingia. Akaja kama center half. Pale alikuwa anaondoka kama namba 6. Kitasa kabisa cha kufunga mlango. Huyo anaitwa Harry Kane. Sasa msimu huu nakupa wazaji watatu. Nakupa watatu msimu huu. Kuna kiumbe kinaitwa Erling Haaland. Hicho kiana kwenye resi ya ufungaji pale EPL utacheka. Labda umie. Utacheka pale kwenye resi ya EPL. Ana goli 11, anamfuata sijui na goli 6, sijui 5. Huyo wa kwanza. Afu mambo na ana assist ujue. Kuna Harry Kane. Huyo Harry Kane huyo Harry Kane. Goli 17 mpaka sasa hivi. Anachokifanya Harry Kane baya ni yeye. Mnataka kufunga magoli matatu mimi na la kwangu moja hapo. Mingine mtajua nyinyi. Mtajua nani atafunga. Na mkichelewa yeye anawawahi. Kama juzi game ya Dortmund sikawahi kafunga la kwanza mwenyewe. Akarudi sasa nyuma. Nije nicheze sasa mimi. Jackson malize hiyo namba 9. Alafu kuna striker anaitwa Kylian Mbappe. Hapo unaambiwa kila mtu kafunga karibu kama sio mechi 5 mechi 4 mfululizo kila mtu kafunga. Msimu huu kuna vita iko serious hapa katikati. Inafika muda mechi mpaka Mbappe anasema yeye penalty sitaki mimi. Wewe Vini piga mimi na goli langu nalitafuta mwenyewe. Nitafunga hilo goli. Na watu wanafunga hilo goli. Msimu huu bana kuna vita. Yale maombi ya ombeni sijui nani asitoe chochote sijui ili iweje. Yapo bado. Msimu huu yapo. Sijui. Kuna watu wamaliza alama moja alama mbili. Bado ndio mwakani msishangae hawapo. Mimi nimekupa onyo. Maana mshajiwekea kwamba mwakani anachukua ya mali nyinyi. Simshaamua. Yaani yeye mmeamua mwakani anachukua ya mali. Ile Barcelona hivi sasa hivi kutana habari na kuaje sijui. Winga Michael Olise. Winga Luis Diaz. Alafu anapona yule kijana. Anayejua kukokota mpira anacheza kama classic 10. Asipopona mwalimu anasema Harry Kane wewe ndo classic 10, Jackson namba 9. Alafu hapo chini unaambiwa kuna yule nani anaitwa yule bwana, kuna kibwana kimoja hana nyama hivi. Pavlovic. Pavlovic. Yeye na Joshua Kimmich. Kwa namaliza hiyo namba. Sawa lakini. Mtasema yani mwaka huu mtasema. Sawa. Msihesabu kabisa kwenye Champions League. Tutaizungumzia kesho. Usihesabu. Mimi nafunga kipindi. Mbappe. Nafunga kipindi. Sawa. Ila mimi shabiki wa Maguire. Nafunga kipindi.
Mimi shabiki wa Maguire. Mashabiki wa Liverpool popote walipo. Kwanza nimesikia Manchester. Tunawatamani muendelee kuteseka hivyo hivyo. Nimesikia Manchester wamerudi rasmi kwenye mbio za ubingwa wa EPL. Tuna point 2. Tofauti kati yetu sisi na bingwa mtetezi ni point hizi. Mbili. Aya, tuambie kama hamtaki tukae kwenye title race, mtoeni na bingwa mtetezi. Sawa. Bingwa mtetezi mtoeni na yeye. Mechi ijayo tunacheza na Brighton, tunamfunga Brighton, tunashinda mechi ya 3 mfululizo. Hizo 2 zinazobakia, kuna moja ya kisasi ya 5 hiyo, tunacheza na Tottenham Hotspur. Hiyo lazima atatema bungo. Akishoni mampanga Maguire. Atampanga yule lazima. Saizi pale pangua show kule, huku atakuwa anabadilishana Delight na Lenioro. Kombe mlobakiza mjikazi. Lenioro, unamuona je Lenioro? Maguire. Maguire ndo Lenioro. Ajitahidi. Delight. Alikaza. Sio alikaza, kwani lini umemwona akitoa boko mpaka leo? Toka ligi imeanza. Delight. Msimu tu. Toka huu msimu umeanza. Msimu hajafanya. Nzani mbegi wa Chelsea kina Derby hiyo. Lazima tunasubiria. Sio kama kina Derby. Bana, asante kwa kutazama. Baadaye sisi tumefurahi kuzungumza nawe pia. Champions League night leo, usiku wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mechi ni nyingi sana na kwa ujumla tu ni kutajia michezo ambayo inakwenda kufanyika siku ya leo kwenye UEFA Champions League European Night. Mchezo wa kwanza kabisa unachezwa saa 1:45 ni Barcelona dhidi ya Olympiacos. Skylight Almaty na Pafos wanacheza majira ya saa 1:45 pia. Mechi za saa 4 sasa ni nyingi kweli kweli. Arsenal dhidi ya Atletico Madrid, lakini FC Copenhagen dhidi ya Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen Ujerumani pale dhidi ya PSG, Newcastle United wako nyumbani dhidi ya Costa Benfica, PSV dhidi ya Napoli, Royal Union SG dhidi ya Inter Milan na manyambizi wa manjano Villarreal Estadio Ceramica Stadium dhidi ya Costa Club ya Manchester City. Hiyo ni michezo ya leo kwenye Champions League. Hakikisha unafanya ufanyavyo, unaitazama michezo hiyo. Asante pia kwa kuwa pamoja nasi IRM TV. Cha kufanya kwa hivi sasa, subscribe katika channel yetu ya IRM TV kuendelea kupata taarifa, matokeo pamoja na matukio mbalimbali ya kimichezo wakati wote na popote pale ulipo. Instagram tunapatikana kama IRM TV na TikTok pia kama IRM TV. Hapa YouTube ni IRM TV. Mimi ni Emmanuel Goodluck na nilikuwa na Paco Steve. Kwaheri.